Okay guys, tunaenda kuendelea na pale tulikuwa tumeishia katika sehemu ya 9 na hii ni sehemu ya 10 au tunaweza tukasema final. Tunataka tuone neno letu nipe tena limekujaje, lilikuwa wapi na mbona kama limechelewa kuja. Kila jambo huwa lina sababu na kila sababu huwa ina jambo lake. Kwa hiyo tuende nalo pale tulipokuwa tumeishia. Usiku ule mvua kubwa ilikuwa ikinyesha huku barabarani zikiwa zimejaa taa za ambulance. Kelvin na Neema na Andrea walifika eneo la ajali wakiwa wamechanganyikiwa. Ambulance ilikuwa imeharibika vibaya pembezoni mwa barabara. Moshi ulikuwa ukitoka. Neema alishuka kwenye gari kabla hata halijasimama vizuri. Alikimbia kuelekea ambulance huku akilia kwa nguvu. Kelvin naye alikuwa nyuma yake, moyo wake ukidunda vibaya kuliko wakati wowote. Alihisi kama dunia nzima ilikuwa ikienda kusimama. Polisi waliwazuia, msisogee karibu, lakini Neema hakusikia. Aliendelea kusukuma watu huku machozi yakimtoka. Mwanangu yuko wapi? Paramedisi mmoja akamshika. Mtoto ametolewa tayari. Neema akashika kifua chake. Yuko hai. Kulikuwa na ukimya wa sekunde chache, sekunde ambazo zilionekana kama miaka. Kisha paramedic akasema, bado anapumua. Neema akaanguka chini kwa kulia kwa nguvu. Kelvin alifumba macho kwa shukrani, lakini bado hali ilikuwa mbaya. Dakika chache baadaye walifika hospitali nyingine ya dharura. Dokta alimkimbiza Kian ndani ya operation room. Safari hii hakuna aliyewazuia, lakini dokta mmoja alitoka haraka baada ya dakika kadhaa. Uso wake ulikuwa serious. Tunahitaji damu sasa hivi. Kelvin hakusita. Chukueni damu yangu. Chukueni damu yangu yote kama inahitajika. Dokta akampeleka haraka ndani ya chumba cha matibabu. Kelvin alikuwa amelala huku damu yake ikipelekwa kwa mwanawe. Alikuwa dhaifu, lakini macho yake yalikuwa na kitu kipya. Mapenzi ya baba kwa mara ya kwanza. Alihisi alikuwa sehemu ya maisha ya Kian kweli. Wakati huo huo, nje Neema alikuwa amekaa kimya. Andrea akakaa pembeni yake. Kwa muda mrefu hawakusema kitu. Kisha Andrea akaongea taratibu. Bado unampenda, sivyo? Neema akashusha macho. Macho yakamtoka tena. Hakujibu, lakini ukimya wake ulikuwa jibu tayari. Andrea akatabasamu kwa uchungu kidogo. Nilijua tangu zamani. Neema akamwangalia kwa mshangao. Andrea akaendelea. Nilikusaidia kwa sababu nilikupenda, lakini moyo wako ulikuwa bado kwa Kelvin. Neema alianza kulia. Samahani Andrea. Lakini Andrea akatikisa kichwa. Usiombe samahani kwa kumpenda mtu, sawa? Dakika chache baadaye dokta alitoka operation room. Wote wakasimama kwa hofu. Dokta akatabasamu kidogo. Operation imefanikiwa. Neema alipiga kelele ya furaha huku akilia. Kelvin alifumba macho kwa nguvu. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi alihisi amani. Siku kadhaa baadaye Kian alikuwa ameanza kupona. Alikuwa amelala kitandani huku akicheka kidogo. Kelvin alikuwa pembeni yake akicheza naye. Na jambo lililomgusa kila mtu ni pale Kian alipomwangalia Kelvin. Kisha akasema kwa sauti ndogo,
Kelvin aliganda, macho yake yakaanza kujaa machozi. Neema naye akaanza kulia pembeni, kwa sababu hiyo ndiyo ilikuwa mara ya kwanza mwanawe kumuita hivyo. Lakini bado kulikuwa jambo moja halijamalizika. Baba yake Kelvin. Siku moja Kelvin alirudi nyumbani kwao. Alimkuta baba yake amekaa peke yake sebuleni. Mzee alionekana mchovu kuliko kawaida. Kelvin akasimama mbele yake. Kwa nini ulifanya yote haya? Mzee akanyamaza kwa muda, kisha akasema kwa sauti ya chini, nilimpoteza mama yako kwa sababu ya umaskini. Niliogopa na wewe utapoteza maisha yako. Kelvin akatikisa kichwa kwa maumivu. Lakini karibu unifanye nipoteze familia yangu. Kimya kikaingia. Mzee akaanza kulia kwa mara ya kwanza mbele ya mwanawe. Samahani. Kelvin hakujibu mara moja, lakini baada ya muda alisogea mbele, akakumbatia baba yake, kwa sababu alitambua kitu. Chuki ingeendelea kuharibu kila kitu, na wakati mwingine kusamehe ndiyo njia pekee ya kuponya moyo. Miezi 6 baadaye, jua lilikuwa linazama taratibu ufukweni. Neema alikuwa amekaa karibu na Kelvin, huko Kia akichezea mchanga mbele yao. Kulikuwa na amani ambayo hawakuwahi kuwa nayo kabisa. Kelvin akamshika mkono Neema. Safari hii hakuondoa. Kelvin akamwangalia machoni. Baada ya yote yaliyotokea, bado utanipa nafasi nyingine? Neema alitabasamu huku machozi ya furaha yakimtoka. Kisha akasema maneno yale yaliyobadilisha maisha yao yote. Nitakupa tena. Kelvin akamvuta karibu, wakakumbatiana huku akimtazama mwanao akicheka mbele yao. Na hapo ndipo waligundua, wakati mwingine mapenzi ya kweli huumia, lakini hayaishi kamwe. Mwisho. Hii ni final say, nikimaanisha ni sehemu yetu ya mwisho ya simulizi yetu Nipe Tena. Hatimaye amepewa tena. Guys, kwa kupata simulizi nyingi kama hizi na miendelezo kadha wa kadha, subscribe channel hii. Hakikisha umebonyeza alama ya subscribe, una turn on notification. Chamaliza hapo, like video hii, share kwa watu wengi zaidi. Utakuwa tayari umeshakuwa mwanafamilia. Comment nini tubadilishe, nini tuweke sawa. Pale unapoona tunakosea, tunapenda ushauri. Ushauri ni muhimu sana katika maisha ya kila mtu.